Kama kawaida exclusive na Beauty kwa Kanyigo, na hii unaipata ndani ya Viwanjani, kipindi chetu ambacho huanza majira ya saa 3 asubuhi mpaka pale majira ya saa 6. Leo hii tuangalie timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars inakwenda kushiriki michuano ya WAFCON, kwa maana ya mashindano ya mataifa ya Afrika kwa wanawake. Je, waijua historia ya Twiga Stars? Tumeona ndani ya hii exclusive ndani ya Viwanjani, mtu iangazie historia ya Twiga Stars, lakini hasa kwa ujumla soka la wanawake. Twiga Stars ilianzia wapi? Leo tunaye mama yetu Arafat Abdalla, lakini anafahamika kwa jina la Mama Tamba kwa maana ya mume wake Mzee Tamba ambaye kwa sasa ni hayati. Hawa ndio walioanzisha soka la wanawake hapa nchini Tanzania. Mambo yalikuwa ni mengi sana, walipitia katika changamoto, naweza kusema hivyo, na pengine kwa sababu tunaye mwenyewe mama yangu Arafat atakwenda kutuambia, ama Mama Tamba, mambo yalikuwaje kipindi kile, lakini na hivi sasa. Je, wao wamekula matunda au wao waliishia tu kwenye changamoto na kukuza hivyo vipaji? Mama yangu, habari za saizi? Salama, habari za kwako? Salama kabisa. Mimi nitangulize hongera sana, hongera sana, hongera sana kwa mafanikio makubwa ya kutuletea soka hili la wanawake. Asante. Nashukuru, nimefurahi. Ndio. Mama Tamba, historia ya Twiga Stars ama soka la wanawake leo ndo tunaloangaza. Tukasema ngoja tuangalie mama yetu Mama Tamba. Yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza na mume wake ambao umefanya mengi sana katika hili soka. Kwanza mlifikiria nini na marehemu mume wako Mzee Tamba kuanzisha soka la wanawake, na ilikuwa ni mwaka gani? Kwanza sikwambie kitu ambacho sicho. Ndio. Soka ya wanawake kwanza ilianzishwa na mama, alikuwa anaitwa Mama Sayari, lakini hayati amefariki muda mrefu sana. Yeye ndio wa kwanza, walianza kama kikundi tu hivi na kina Mwaka Kaveva wale wakawa wanafanya kucheza, na ilikuwa wilaya ya Kinondoni tu, wanachanganyika watoto wa kike na wa kiume. Watoto wa kike walikuwa wachache sana. Imekwenda mpaka imekuja kuhamasisha na sisi tukaingia. Mwaka gani hiyo? Miaka mingi, amefariki mama hata sikumbuki kwa kweli. Wakati nyinyi mnaingia unaweza kukumbuka? Kiasi ambacho tunafanya mchakato wa kuanzisha ile kupata kiongozi wa taifa ile, yeye alikuwa kishafariki. Tulikuwa tu na watu wengine tunakaa na kina Stefania Kabumba, mama yangu kwa pale TFF. Kafanya kazi kubwa sana. Hongera sana, maua yako unapewa na wale wenzako ambao umeanza nao. Kweli kabisa. Ni watu wengi tulikuwa tunakaa pale kuanzisha, lakini pia tuanze huku tulipoanza. Kwa sababu pia tulipofika kwa Stefania, lakini huku tulikuwa tushaanza. Lakini kitu kikubwa sana nataka kuwapongeza viongozi wa Kinondoni, chama cha mpira wa miguu Kifa. Wakina Mchaki wale. Frankie Mchaki. Wale wanafanya kazi na ndio walianzisha ligi wao ya kwanza. Ambayo ligi ya kwanza kwa kuna timu 4 tu. Basi. Ambayo ilikuwa ni Sayari, Burahati, Queens, ilikuwa vijana Queens, na ilikuwa timu moja iko Magomeni hapa, lakini nimesahau jina lake, muda mrefu. Lakini jumla ni timu 4. Kwa tulikuwa tunacheza ligi ambayo kama tunajiongopea tu. Ili mradi tu mambo yaende tu hivyo. Basi tumeenda na hivyo. Tatizo kubwa lilikuwa linafanya hii jambo lisiendelee kirahisi au haraka sana, kuwapata wachezaji ilikuwa ngumu. Ndio. Kwanza hili jambo lilikuwa hajakubalika kwenye jamii. Pili, hakuna mzazi alikuwa anaweza kutoa mtoto wake akakubali kufanya kitu. Kilikuwa kinaonekana kitu ambacho akikubaliki, ni kitu cha ovyo, kitu ambacho hakipo. Hata sisi tuitolea kufanya hii jambo, tuitolea tukajiona kama watu ambao tumekubaliana na chochote. Na ndio maana wachezaji wetu wakubwa tulikuwa tunawapata, yani sisemi kwa vibaya, ni wale watoto ambao watu wako ni hali ngumu. Tunaweza kutolea kama mfano wa watu wa Ngumi, wenyewe wanasema sisi watu wa Ngumi ndio sisi ambao tuko kwenye hali ngumu ya kimaisha, wanaenda kujikwamua. Soka la wanawake ilikuwa hivyo. Hamna mzazi ambaye anamsomesha mwanae akakubali kucheza mpira. Watoto ambao wale kama wameshindikana, watoto ambao wana hali ngumu, ndio watoto tunawapata kuja kucheza mpira. Wa soka la wanawake.
Unaona? Na Mama Tamba kipindi hicho kwa sababu tayari na mimi ndo soka linaanza, tayari nimeanza uandishi wa habari ndo naanza. Wanawake wengi waliokuwa wanacheza mpira walikuwa wanaonekana kama ile tunatumia tomboy. Wao wanajiigiza kama wanaume. Ile kwanza ilikuwa ni akili mbovu ya kujidanganya wao. Na kwa sababu ni mpira wa kiume, basi na sisi tulikuwa kama wanaume. Mpaka mavazi, mpaka staili za kichwani za kuchangia sana kufanya watoto wengi wasiruhusiwe wazazi wao. Na hilo jambo tulijitahidi nalo sana kupambana nalo. Ilikuwa ngumu. Lakini ilikuwa tumejitahidi kwa maana sana waepushe, wafanye kiasi ambacho mpaka tukakubali watoto tuwaweke. Yani wakae kama kambi. Sasa mtoto anakuja asubuhi anakuambia mimi sijakula. Anakuja mazoezini anakuambia mimi nina njaa. Hawezi kwenda mazoezini. Mtoto anatoka harudi nyumbani mapema. Mzazi anakuja anasema. Basi tunaenda kwa wazazi wao, tunaomba, tunakubali, tunawaweka watoto, wanacheza, wanajifunza ili wapate kuwavutia na wenzao, lakini pia tatizo kubwa lilikuwa kipato. Soka kipindi hicho hali na wadhamini wala wafadhili. Umejitolea kweli. Ujue unakula nini na uli umepata wewe, kiasi ambacho sisi wenyewe tukaonekana kwenye jamii kama watu wa ovyo. Hivyo wamekosa kitu cha kufanya hawa cha maana mpaka waende kufanya hiki kitu. Lakini kwa vile tulikuwa tumependa kwenye damu. Unaona, ukikipenda kitu, na mimi kweli nilikuwa nimeanza, na mimi ndio nilimuingiza na mume wangu. Na nilimuingiza kwa kutaka msaada. Na peke yangu singeweza. Nilimvuta nikamshirikisha vizuri, lakini baadaye alikuja kupokea, yeye akawa yuko mbele kabisa. Mzee Tamba, Mungu amrehemu. Amina. Akawa yuko mbele kuliko mimi, kiasi ambacho alikuwa anaweza kufanya kitu chochote kwa soka. Labda nikupe kifupi tu, kuna kitu kimoja. Ndiyo. Kuna siku ilitokea mechi. Tunacheza sisi Mburahati na Sayari. Timu yetu tulikuwa na mchezaji wetu anatoka Mwanza, tulikuwa na wachezaji watatu wanatoka Mwanza. Naam. Kuna huyo mmoja Margaret Chengo. Alikuwa mchezaji mzuri sana, tishio. Tumekuja kupangiwa mechi, Margaret kenda Mwanza kwao nyumbani. Kenda Mwanza kwa wazazi wake. Tunakuja kushtukia tunaambiwa mechi mnacheza kesho kutwa. Na kipindi hicho usafiri wa kumtoa kule kwa hiyo kama ni 2009 ile mama 2009 kwenda 2010, watoto wamechanganyikiwa mpaka kocha kachanganyikiwa. Tutafanyaje mechi ngumu? Margaret hayupo. Mzee Tamba kaumiza kichwa akasema basi chezeni, Yesu wachezaji. Msaidieni mchezaji mmoja. Lazima nyinyi mjipange. Sawa. Haya, watu tumewajenga kiakili manake, na kocha akajitahidi kuwatengeneza. Tunaongea nao, msiogope mechi, nendeni, msimtegemee mtu. Tumekaa hapa siku ya pili ile ambapo tulitegemea akitoka kule Mwanza kwa usafiri wa basi atachelewa kufika. Basi tumekaa mchana tu tunaangalia chai, asubuhi chai kama saa 5 hivi, maana baba anarudi. Anapiga honi na gari, tunafungua, anaingia ndani. Hapa Mburahati tulipo. Margaret anashuka kwenye gari. Kumbe alikatia tiketi ya ndege bila kutuambia sisi wote. Kutoka Mwanza. Wachezaji walifurahi, iliwapa mori kubwa. Wachezaji yani walifurahi, wakapata hari kubwa manake ile. Na hamasa ikawa mara 7 na itusaidia. Tuipata kucheza mechi na huyo Margaret Chengo alipiga mpira wa adhabu moja kwa moja. Fatuma baba hakuona. Ile mechi ikaja vurugu pale. Mechi alikuwa ni Fatuma Omari. Ndo alikuwa goalkeeper. Huyu ndo goalkeeper. Fatuma Omari ambaye kwa hivi sasa ni kocha wa makipa wa timu ya JKT Tanzania. Yule alikuwa namba 1 yule. Na amedumu kwa muda mrefu kama kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Twiga Stars. Na katumikia sana na alikuwa mzuri. Hakika mpaka sasa. Kweli kiasi ambacho hata mtu ukimfunga yule mwenyewe ulikuwa unajisifu. Hiyo mechi ikabadilika pale, ikawa vurugu. Walikataa yale matokeo. Hawakubali. Kwa nini ilikuwa vile? Sasa tukaimani tukarudi tukasema mpira umevunjwa pale kati, tukajua mechi tumeshinda. Ikaja ikapangwa siku nyingine. Kwa mechi ikavunjwa. Lakini siku tulipata furaha, tulipata amani kwa sababu alikuja Mage, kwa hivyo na katufanyia vitu vizuri na tukafurahi. Na tukawa sisi baadaye Mburahati wa pinzani wetu wakubwa. Kuna timu ya vijana hapa, moja ilikuwa Mburahati hapa inaongozwa na bwana mmoja Mdela anaitwa kishafariki marehemu. Lakini wao pia walikuja kutaka wachezaji kutoka kwetu. Sababu liingiwa vurugu kidogo tukatawanyika,
wakawachukua wachezaji kiasi wakaenda kwao, yani hivyo. Lakini mwisho wa siku Mburati kaja kuwa namba 1. Una kisa chochote ama visa ambavyo unasema hivi sintovisahau, kwa kweli nilikuwa nawasaidia watoto lakini changamoto hii niliyopitia ama changamoto hizi sintozisahau? Changamoto kama 2. Ndio. Changamoto ya kwanza, kuna mchezaji ambaye sitaweza kutaja kwa kweli, itakuwa si jambo zuri. Ndio. Tulikuwa naye, tulimchukua kutoka Mwanza akaja hapa, lakini mama yake hajaridhika. Japokuwa tulikuwa tumekubali, tumemleta hapa atakaa na timu yetu, alikubali, alipenda sana kutokana na watoto wenzie walitoka Mwanza walikuwa hapa. Kwa hiyo mkakubaliana nyinyi na mchezaji? Lakini kaaga kwao na wale watu wa Mwanza kwa kila kitu kiko tayari, lakini nafikiri kuna kitu kilitokea hapa, kiliharibiwa nao hizi timu nyingine hizi zikatia kitu fulani. Basi nikaja kuchukuliwa mimi, nikakamata nikapelekwa polisi. Natoka polisi mimi na mwalimu wangu kocha. Kocha nani kipindi hicho? Kocha alikuwa Msolopa. Tumepelekwa pale polisi, haya tujieleze. Tukasema haiwezekani, lakini mtoto alikuwa tayari kwa sababu alikuwa anapenda, kishaamua yule mtoto hakutuangusha. Alikuja polisi mwenyewe akasema usiwakamate hao, nikamate mimi. I say mimi ndio niliyotaka na mimi ndio niliyopenda na mimi ndio nakifanya hiki kitu. Kwa hiyo hawa hawana hatia. Kwa hiyo hawa hawana hatia. Kwa hiyo mimi ndio mnikamate. Na baba yake alikuja hapa pia akasema hivyo, polisi akasema mama ongea na mwanao. Hawa naona hawana tatizo. So unaona mtoto mwenyewe yuko upande wa washtakiwa. Kama wewe unaongea na mwanao vizuri na umekubaliana naye, basi kusema kweli niliogopa kuita polisi na mtoto wa watu. Ilinitia hofu sana. Nikasema kitu cha mapenzi, lakini leo kinanipeleka kwenye hatia. Roho iliniuma. Nikataka kama tamaa fulani pia. Lakini baadaye watu wakaniambia vizuri, sasa kuna watu walikuwa wanapenda, wanafurahi sana, unaona kama kwetu Mburati watu walihamasika sana wengi. Tulikuwa na umoja, watu wengi wanapenda, nilipata support kubwa. Kwa hiyo na kitu cha pili, kuna siku nilipata mchezaji mimi kutoka jeshini. Sasa tukapangwa tumfuate, tukamfuata pale magereza. Ndio. Mimi na vijana wangu mmoja Chikolo na Kalumang'asi. Tunaingia kwenye geti la polisi, polisi akatambia hapo kwa chini ya ulinzi. Niliogopa mwanangu. Nilishtuka nikasema leo kumekucha. Je, hilo ndo lilikuwa tukio la pili? Hilo la pili. Au ilikuwa la kwa hiyo kusema yale yaliyotaka kunikuta kule polisi kwa mtoto wa Mwanza leo yanarudia. Basi tukajielezea vizuri tu, tukawafahamisha kulikuwa na wachezaji mle ndani. Nao wakaelewa. Wakasamea, wakasema basi ingieni, mkija hapa mje na taratibu, inatakiwa hivi na hivi na hivi. Si hatujazia hizo taratibu, tukaingia tukafanikisha ile swala tulilopata, tukafanikisha mchezaji wetu. Tukakubaliana basi ikawa nzuri. Yaani changamoto ni nyingi hizi ndogo ndogo, hasa kwa wazazi kukubali. Mzazi mwingine anakuja anapinga, mwanae hataki afanye hivyo. Yaani ni nyingi mno. Lakini tulikazana nalo kiasi ambacho leo watu wanafurahi, lakini wakijua tulipotoka. Leo Yanga na Simba unatafuna tu kila ina Azam. Kirahisi tu. Lakini tumetoka mbali sana. Mpaka kujenga, mpaka kuja kukubalika ili soka la wanawake. Kwa sababu watoto kwanza wanawake kama unavyosema akili zao zilikuwa mbovu. Wengi wakija wanajifanya kama watoto wa kiume. Kwa mpaka uwajenge. Uwabadilishe na wakubali. Kuna wachache walikuwa wanakubali. Kama Mwanahamisi Omari. Gaucho. Kuna mwingine Fatuma Foe. Foe tulimchukua sisi kutoka Morogoro tulichukua watu ambao waliamka tangu mwanzo wamekaa katika uhalisia wa kike. Akubadilika. Asha pale uwanjani Mwalala. Toka Mwanza. Pia yule ya kuingia kwenye hayo mambo kusema kweli. Alikuwa kanyoka moja kwa moja. Kuna Mwanaidi Kidume. Mwanaidi Tamba. Yule ambaye nilimlea mimi hapa toka yuko darasa la 5. Lakini alienda mpaka nikamwozesha hapa. Wow, hongera sana. Tulishiki wote kina Stefania, wote watu wa TFF wengi tulikuwa kwenye harusi yake. Hongera sana. Asante sana. Amekuwa kama mtoto wangu kabisa. Na ndio jina nikamshika hii Mwanaidi Tamba. Ikawa Tamba mpaka leo Mwanaidi Tamba. Ana maisha yake. Lakini wengi, kuna wengine kina Dafaza, Aisha, yeye pia kuingia pale kidogo. Ni wengi, lakini kuna wachache au walikuwa kama masumu. Kuwabadilisha yani inakuwa ni ngumu. Ni ngumu, lakini inabidi uende nao sababu pia alikuwa wachezaji wazuri. Na unawahitaji, lakini vichwa ngumu. Tawasikia waambiliki. Tena kama una roho ndogo. Huwezi. Na vipi mama, swala la kusomesha watoto kwa sababu napokumbuka kipindi kile mlikuwa
hatuna hostel. Mlikuwa mnawaweka wapi watoto? Kwanza mara ya kwanza tulivyoanza tulikuwa tunakaa nao hapa nyumbani. Hapa tulipo. Hapa tulipo hapa. Kuna vyumba viko huko nyuma. Ndio vyumba walikuwa nakaa, walikuwa wachache. Baadaye walivyozidi kuwa wengi tukapanga nyumba. Tulipata nyumba nzuri tu kubwa. Kuna mzee mmoja aitolea tukakubaliana naye vizuri, ikawa hiko huku pande za polisi huku. Tukapata eneo la hapa polisi kituoni hapa, nakumbuka ndo walipokuwa kama hosteli zao. Tukapata kijumba kizima ambacho kina fence nzuri kipo, wakawa nakaa pale, lakini tuko nao karibu. Bado inakuwa ni rahisi kwenda kuangalia. Inakuwa rahisi kuona na sisi kwa nao, hasa wale wa mikoani. Kuna wengine Dar es Salaam walikuwa naenda na kurudi. Swala la kusoma bwana, kuna watoto ambao walitoka, kama kuna evidence kikubwa. Huyu tumchukua toka Mwanza. Alikuwa kufanya mtihani tu wa standard 7 tu. Ndio, alipomaliza tu akapasi. Lakini tuongea vizuri na baba yake na mama yake, walitupa ushirikiano na tulikuwa tumekuja Benjamin. Wakaruhusu aje kucheza hilo soka. Na Benjamin walikubali kupokea wachezaji wetu. Naam. Tulikuwa tukienda tukiongea, alifanya pale vizuri, akatoka kaingia Tambaza, akatoka kaenda chuo na sasa ni daktari. Yuko Bukoba chini ya mikono yenu hapa ya Mzee Tamba na Mama Tamba. Tunawasiliana naye. Ni wachezaji wengi. Na kuna wengine pia hii Fountain Gate wakati inaanza. Ndio. Walianza pia. Namsifia sana yule bwana. Na Mungu ambariki. Amina. Alisaidia sana bila ya malipo yoyote. Kuna watoto ambao tulikuwa tunawachukua wanakwenda, timu yao ya usajili ni kwetu, ya timu ya michezo ya shule ni kwake. Tulifanya makubaliano. Kwa walikuwa watoto wanaenda kusoma, kila wanaokuja wengi. Kuna kina Janet huyu, Janet ambaye yuko JKT, kutoka Yanga yuko JKT. Ndio kutumia taifa. Ni mchukua kwa darasa la 5. Kwa hiyo prema akamalizia kwangu. Lakini baba yake alikuwa mtu mzuri, alitupa ushirikiano mzuri. Wako Janet Pangamwene unaona yule. Wako wengi, kila Foe ndo walikuja ambao shamaliza. Kuna Mwajuma wapo kutoka Morogoro, watoto wengi ambao sasa hivi yuko kwenye benchi la ufundi la JKT Queens. Na JKT walikuwa wachezaji kwanza waanza kuchukua toka. Kuna huyu mmoja goalkeeper wao ambaye alikuwa goalkeeper wetu sisi, alikuwa anaitwa ni muda ni mrefu. Maimuna. Ndio Maimuna. Tumesikia changamoto nyingi kutoka kwa mama ambazo wamezipitia, lakini vipi kuhusiana na matunda? Wamepata matunda yoyote mama, na hasa kwa kipindi hiki? Kwa sababu najua kule matunda ilikuwa ni changamoto zilikuwa ni nyingi. Kwa hivi sasa kuna matunda ambayo unajivunia? Yaani niseme ukweli, ndio kitu ambacho unajivunia sasa ni vile kukijenga kitu afu ikaita mafanikio kama hivi ambavyo tunasema Mama Tamba ndiye chanzo cha hiki kitu, na watoto wanafanikiwa. Kitu kingine ambacho kilinipa faraja sana, mume wangu alifariki 2020. Ule mwaka katika tunzo, ulipata tuzo ya heshima. Alipata mume wangu, walikumbuka na Karia ndio alinikabidhi. Nakumbuka ulienda kuichukua pale. Nilienda pale kwa majonzi sana, lakini walianza tunataka mama wewe uje, kwa sababu na wewe umefanya kazi kubwa sana. Hataki aje mshiriki, mtu akuchukua nje ya hapo, uje wewe mwenyewe. Sawa, nikaenda pale kweli. Nikafika Mwalimu Nyerere pale. Nifika kwa hali ngumu na majonzi, unajua. Unatamani ubavu wako ungekuepo tuwe pamoja. Hata nikaa kwa nyumba hivi nikapata kaka yangu Kampira, nikawa nimekaa naye. Kampira akawa ananipa maneno mazuri pale, jitahidi dada huyu sijali, jikaze mpaka ikifika wakati yule na mimi kwenda kupokea tunza. Ilikuwa ngumu mno. Nini hasa ilipokukumbusha? Ilikukumbusha nini? Yaani vitu hali ilikuwa ngumu sana. Nilikumbuka vitu kama unavyosema, yani nilifikia angekuwepo akajivunia matunda yake. Pia nikafikiria wamemkumbuka. Ushaona, nikiona macho watu wamekaa, ina maana kitu cha kupangwa, si cha kukurupuka. Ni kupanga wakamkumbuka. Ina maana kuna kitu kakifanya kina uzito katika nchi au katika TFF. Ndio maana mkakaa wakamkumbuka. Ndio, ni katika nchi mama. Heshima, kwa sababu heshima ni kitu kikubwa kuliko chochote. Mtu atakikupa kula kama akuheshimu bure, ni kazi bure. Mtu akikupa pesa kama akuheshimu anakusimanga, lakini mtu anayekupa heshima nikakuweka kwenye sana. Kwa hivi sasa umetaja wachezaji wengi mpaka unasema wengine umeshawakumbuka, Mwanahamisi Omari Gaucho, wakina Asha Mwalala, wakina Foe, watu wengi sana ambao umewataja. Fatuma ambaye sasa hivi ni kocha Fatuma Omari, wanakukumbuka vijana? Umesema wengine mpaka sasa hivi yuko chuo kikuu amemaliza, na sasa hivi ameshapata kazi huko kwetu Bukoba.
Kusema kweli kwa tunakumbukana kwa salamu, lakini pia siwezi kusema nitawapa ugumu watoto. Unajua maisha ni magumu. Naelewa. Na mimi nataka hiyo ile kama ulivyosema ile mama unaendeleaje ni heshima wanakukumbuka wala wananikumbuka. Kuna baadhi wengine hawana hiyo. Lakini kuna baadhi wanakumbuka utakusalimia. Kama kuna siku moja nilikuwa barabarani natembea hivi. Naam. Kawa nimesimama. Nikapita basi ya JKT. Watoto walitoa sauti kwa pamoja, mama tamu. Ile ilinishtua mpaka wale watu walikuwa pembeni walishangaa. Huyu nani hawajui. Nikashindwa kujieleza kitu, nikabaki tu alhamdulillah. Lakini watoto walisimama na basi wanatoka mazoezini. Ndio. Na basi ya JKT. Halikusimama. Watoto lilipunguza mwendo tu. Ili kutoa ile heshima. Mama wakaita kwa pamoja wote. Mimi mwenyewe nikashtuka. Wow, ulijisikia faraja sana. Nikasema kwa watoto wanathamini. Pengine wangepita. Wakiniona sehemu wananiheshimu. Pia juzi tulifanya mwalimu wetu mmoja kocha Noah. Kocha Noah alikuwa kocha wa timu ya Burahati. Yes. Mpaka sasa hivi ndo kaenda. Ndio. Lakini kafa yuko Fountain Gate. Yeye alikuwa Fountain Gate kama kocha walikuja nao. Alipokufa kafia huko wamekuja kuna siku ya kufa yeye kikao chake cha msiba tulifanyia hapa. Hata Stefania alikuja hapa, wachezaji wote, viongozi wote. Tulipanga hapa kila kitu. Mpaka watu wakasema kwani tusichukue maiti tukaje kuzikia hapa? Jamani. Kwani msiba usije ukafanyikia hapa? Tukasema kula kwao na kwao wazee wake wazee tukatoka kwa pamoja tukaenda kule kuzika msiba, tukatoka paki kikao kila kitu kama sisi cha mpira tulifanyia hapa tunapofanyia. Wachezaji wote walikuja hapa na wengine kutoka safari mbali wote. Ilikuwa ni faraja pia. Nyumba ilijaa, ulisema msiba unasikia hapa. Safi sana. Teacher Noah alikuwa mtoto wetu. Hakika. Na alikuwa ni mtu wa ball na mwenye upendo sana, mkubwa sana. Yaani tumepoteza mtu. Hakika tumepoteza. Katika soka la wanawake tumepoteza mtu. Mungu wa Abraham amina. Amina. Kabla ya Twiga Stars kuwepo kama Twiga Stars, Tanzania kwenye kumbukumbu yako, nakumbuka tulipata mwaliko pale TFF wa kwenda kushiriki mashindano maalum ya huko nje ya nchi. Sio kama una kumbukumbu hiyo. Na Tanzania tukawa hatuna timu ya taifa ya wanawake. Ikachukuliwa Sayari. Una kumbukumbu yoyote hicho kitu? Na kumbukumbu unayo kwa sababu ilichukuliwa Sayari. Ilikuwa ni timu ambayo imejijenga iko vizuri. Hata kama kuna wachezaji walidokolewa kidogo kuingizwa pale. Sawa. Walichukuliwa kwa vile timu ilikuwa hamna maalum na ndio kama hivyo kina Fatuma alikuwa wazuri, wachezaji wazuri kwa Sayari wapo ambao wanajielewa na ikabidi ibebwe na kuondoka na jina ikabadilishwa ikiwa kama timu ya taifa ikaenda. Lakini walivyorudi sasa wakaona ipo haja ya kutengeneza timu yetu ya taifa. Sayari sasa ikarudi kutoka kwenye huo mwaliko. Ikawaje huko TFF na hiyo timu? TFF sasa ndo kaanza kuelewa kwamba kuna haja ya hili kitu. Zikaanza pia bado ligi ikawa wachezaji Kinondoni tu. Ndio. Na wachezaji kwa wanatafutwa wakaunda kikosi cha timu ya taifa ya Twiga Stars. Twiga Stars ambao kikoekwa na Charles Boniface alikuwepo pale. Charles Boniface Mkwasa ndio akaenda kuwa kocha. Akawa kocha yeye, akazidi kuona naye pia akawa anajaribu kuingia kwenye mechi zetu anakuja, kuna ligi zinaenda ndogo ndogo hizi, anachagua wachezaji ili kuweza kupata kikosi chake kilicho sahihi. Lakini alitusaidia. Mkwasa kwa soka la wanawake kalisaidia kama mwalimu ambaye alijitoa na kujitolea. Huwezi kutaja mafanikio yoyote ya Twiga Stars bila kumtaja Charles Boniface Mkwasa. Na hasa mama katika kipindi hiki ambacho mtazamaji tunaelekea kwenye WAFCON kwa maana ya mashindano ya Afrika kwa wanawake. Tanzania huu ni msimu wa 3 ama ni mara ya 3 tunashiriki mashindano haya ya WAFCON. Lakini mashindano ya kwanza kushiriki ilikuwa ni mwaka 2010. Charles Boniface Mkwasa muite master. Huyu ndiye aliyokuwa kocha mkuu wa kikosi hicho akishirikiana na wakina Rogashian Kaijage, wakina Adolf Richard, wakina mama Stefania Kabumba kipindi hicho wao, lakini hao walikuwa ni makocha, wakina Stefania Kabumba kama viongozi, mama yangu hapa mama Tamba kwa viongozi, Furaha akiwa meneja wa kikosi hicho cha timu ya Twiga Stars. Na tukaenda kushiriki mashindano hayo ya WAFCON. Na hali manusura tuingie kwa maana ya kushiriki mara ya pili mfululizo kwenye mashindano hayo ya WAFCON, lakini tukaja kutolewa na timu ya Ethiopia. Tukaenda kwao wakatupiga 2-1, tukawa tuna goli la kwa maana la ugenini, tukarudi hapa uwanja wa taifa
wakati tunataka kupata goli moja tu ili tuweze kuqualify katika mashindano hayo ya WAFCON mara 2 mfululizo chini ya Charles huyo Boniface Mkwasa na jopo lake. Kwa bahati mbaya dakika za mwishoni 80 na wale Ethiopia wakatufunga goli. Watoto waliangua vilio kweli kweli. Mama, unakumbuka? Ilikuwa yani goli linafungwa kila mchezaji alipokuwa ikawa sasa ni kutumia, refa alitumia busara kubwa sana kudelay kwa dakika kadhaa kama 2 hivi kutuliza vile vilio. Watoto waliumia. Tuliumia sote. Jukwaa zima, tunaweza kusema uwanja wa Benjamin Mkapa watu tulizizima kwa sababu tulikuwa najua sisi tunakwenda. Lakini Mungu si athmani kama ambavyo ametueleza, tukaja kulipiza kisasi mwaka jana 2025 nikiwa mimi mwenyewe bila kumsahau visual editor wangu Veronica Manywele, tukiwa pale tukawatandika, tukawaondoa, tukalipa kila kisasi cha Charles Boniface Mkwasa. Kisasi hicho kikalipwa na wachezaji wa kocha Bakari Shime Muite Nyundo ama mchawi mweusi. Tuliwafunga hapa sisi 2-0 katika uwanja wa Chamazi, kwa maana uwanja wa Azam Complex 2-0. Tukaenda kule kwao Ethiopia tukawafunga 1-0. Kisasi chetu kilikuwa ni cha wao bila kupata goli lolote. Kwa hiyo tukalipiza kisasi kile, na safari hii tukaenda sasa tukawa tumequalify kwa mara ya 2 mfululizo. Kumbukwe msimu jana tulikuwa pale nchini Morocco kushiriki mashindano haya ya WAFCON chini ya huyo Bakari Shime Nyundo. Tumesikia mengi kutoka kwa Mama Tamba na ametuambia uwezi kuitamka timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars bila kumtaja Charles Boniface Mkwasa.